Katika kujibu swali ambalo limeulizwa na mwenzetu kwamba shetani ni nani? Shetani ni malaika aliyemwasi Mungu. Wakati ule Mwenyezi Mungu alipokuwa amefikia hatua ya kumuumba mwanadamu, aliposema akimwambia mwanae au akimwambia Yesu Kristo kwamba tumufanye mtu kwa mfano wetu, Ibilisi malaika huyu ambaye alikuwa ni kiongozi miongoni mwa malaika akajisikia wivu. Kwa nini yeye hakuhusishwa kwenye swala la kumuumba mwanadamu? Hapo akaanza kupingana na Mungu. Na kitabu cha maandiko ya awali sura ile ya 34 anguko la shetani, kitabu kinasema kurasa wa 144, mwanzoni shetani alikuwa malaika mwenye kuheshimiwa mbinguni. Mwanzoni kabisa alikuwa malaika mwenye kufanyaje? Mwenye kuheshimiwa mbinguni, akiwa wa pili kutoka kwa Kristo. Kuonekana kwake kulikuwa kama malaika wengine waliokuwa kama malaika wengine. Alikuwa mpole na mwenye uso wa furaha. Paji lake la uso lilikuwa refu na pana, likionyesha kuwa na akili nyingi. Umbo lake lilikuwa kamilifu, lenye kupendeza na kutamanika. Lakini wakati Mungu alipomwambia mwanaye tufanye mtu kwa mfano wetu, shetani alimuonea Yesu wivu. Kumbuka kitabu hiki kinaandika alishafanyika kuwa shetani. Na nielewa sawa sawa, lakini muda huo bado ni nani? Alikuwa ni malaika aliyemkosea nani? Mungu. Alitegemea nirudia hapa. Lakini wakati Mungu alipomwambia mwanaye tufanye mtu kwa mfano wetu, shetani alimuonea Yesu wivu. Alitegemea kuhusishwa katika uumbaji wa mwanadamu, na kwa vile haikuwa hivyo, alijawa na usuda na wivu na chuki. Alitamani kupata heshima ya juu sana mbinguni, nafasi ya pili kwa Mungu. Kutoka kwenye nafasi aliyokuwa amepewa ya ngapi? Ya pili kutoka kwa nani? Kwa Yesu. Sasa yeye akawa anaitamani kwamba yeye ndiye anatakiwa wa pili kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa kufanya hivyo, alikuwa anaikosoa serikali ya Mungu, na kwa jinsi hiyo kitabu cha Ufunuo kinasema ikatokea vita mbinguni. Akatajwa yeye Ibilisi pamoja na malaika wengine. Ukisoma hiki kitabu kinaeleza kwamba alianza kuwashawishi wale malaika wengine, na wakaanza kukubaliana nao wengine, ambao hao ndio waliotupwa naye hapa duniani, ambao leo tunasema kwamba mapepo au majini ndio hao ambao ni nani? Mashetani, malaika waliokuwa pamoja na nani? Na malaika huyu ambaye ni shetani unayemuita ambaye umejenga swali kwake kwamba ni nani. Alikuwa ni malaika, na hata wengine waliotupwa ni malaika, ila yeye alikuwa mkubwa wao. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa swali lako kuhusu shetani ni nani, shetani ni malaika aliyemwasi Mungu, kwa kifupi. Asante sana. Kwa makini mahali hapo. Shetani ni nani sasa? Malaika. Shetani ni malaika aliyeasi. Huyo ndio nani? Shetani. Huyo ndio shetani. Shetani sio nyoka. Sawa jamani? Shetani sio mwanamke. Shetani sio mtu aliyeasi. Labda nitoe mfano mdogo mnielewe. Kuna Kristo. Kristo ni nani? Mwana wa Mungu. Ndio. Kwa hiyo sisi sasa sisi pia nani tena? Sisi pia sio Kristo. ila sisi ni wa
Kristo. Na wale watu wanaofanya maovu wanaitwa ninyi ni wa baba yenu. Nani? Ibilisi. Nyie ni wa Shetani. Ila nyie sio Shetani. Nyie ni wa Shetani. Na Wakristo pia wanapofanya mambo mema wanaitwa ninyi ni wa nani? Wa Kristo. Ila sisi sio Kristo. Kristo mwenyewe yupo, wafuasi wake wanaitwa wa, yaani watu wa Kristo. Shetani yupo pia, wafuasi wake wanaitwa wa nani? Wafuasi wa nani? Wa Shetani. Sawa? Kwa hiyo nyoka sasa sio Shetani, ila nyoka tu alitumiwa na nani? Shetani. Na mwanamke sio Shetani, ila mwanamke tu pia alifanya nini? Aitumiwa na nani? Na Shetani. Kwa hiyo sasa sio kila nyoka unayemuona ni Shetani leo. Sio kila mwanamke unayemuona ni nani? Ni Shetani kwa leo. Sawa jamani? Kwa hiyo jibu sahihi ni kwamba Shetani anabaki yule yule founder wa nini? Wa uasi. Shetani ni malaika aliyeasi juu mbinguni. Sawa? Ukisoma mwanzoni ilikuwa inaitwaje? Unaweza kusoma pia Ezekieli, fungua mahali pale. Unaweza kusoma mahali pale Ezekieli 28. 12:15. Soma mahali pale Ezekieli 28. Ongezea mahali pale. 28 ngapi? Ezekieli 28:12 hadi 15. Neno linasema mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Mwanadamu umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Mfalme wa Tiro ni mfalme kabisa. Ile sasa na yeye anafananishwa na mambo ya nani? Sawa, ni mambo ya hiyo. Endelea. Umwambie Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu asema hivi. Wewe wakitia muhuri kipimo, ndio umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ndio. Ulikuwa ndani ya Adeni. Ulikuwa ndani ya Edeni. Sasa maneno ulikuwa ndani ya Edeni. Anaambiwa nani? Anaambiwa mfalme wa Tiro. Sawa? Ambavyo aliyoyafanya mfalme wa Tiro ni yanakopwa, hayo maneno yanakopwa, original yake ni nani? Shetani. Shetani ndio aliyoyafanya kuanzia alipokuwa kwenye bustani ya Mungu huko mbinguni. Ndio sasa pia na mfalme wa Tiro yeye anayafanya hayo. Ila original ya copy hii ya maneno hayo ni Shetani. Yanamwangukia kila mtu yoyote anayefanya kama Shetani. Ndio kusoma. Ulikuwa ndani ya Adeni, bustani ya Mungu. Ndio. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Ndio. Akiki na yakuti manjano, na almasi, na zabarajadi, ndio, na shohamu, na yaspi, na yakuti samawi, na zumaridi, ndio, na baharamani, na dhahabu. Ndio. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Ndio. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Ndio. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Ndio, ulikuwa kerubi. Kerubi ni malaika wa mbinguni wa ngazi ya wapi kabisa? Ya juu kabisa. Kwa hiyo kerubi ulikuwa malaika. Sio malaika tu. Sio malaika bali tu ya nani? Malaika mwenye cheo cha nini? Cha kerubi. Kuna kerubi, kuna maserafi. Huyo ni kerubi. Cheo cha wapi kabisa? Cha juu kabisa katika malaika. Ni kiongozi wa malaika wote. Kifupi ni kwamba kama jeshini tunasema yule CDF. Sawa? Ambaye ni kiongozi wa wapi kabisa jeshini? Ndio amiri jeshi, ndio kiongozi mkuu wa nini? Wa majeshi. Sasa pia chini yake pia kwa jeshi pia kuna nini sasa tena? Pia kuna makamanda mbalimbali. Na malaika mbinguni wako hivyo hivyo. Tokea hapo mahali pale kimeelezea mambo yote hayo. Hata baada ya uasi kila kikundi cha malaika kilijikusanya na kila kikundi cha malaika kilikuwa na nani? Na mkubwa wake. Kwa hiyo ulikuwa nani? Kerubi. Sawa? Endelea. Mwenye kutiwa mafuta afunikaye.
mwenye kutia mafuta afunikaye. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Nilikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa nani? Wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Umetembea huko na katika mawe ya moto mpaka 15. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa. Ndiyo, alikuwa mkamilifu tu hata uovu ulipoonekana ndani yako. Ndiyo. 15 inaishia hapo. Kwa hiyo alikuwa ni nani? Malaika mwenye cheo cha nini? Ambaye ni nani? Kerubi. Sawa? Yaani wale makerubi wanawaka tu moto. Wanawaka tu namna gani? Ngoja kujifundisha habari na malaika hapa. Makundi ya malaika. Hata wiki ijayo tu. Mungu tupatie na tuangalie kwa mbinguni wanapofanya kazi. Malaika wanakuwa makundi ya nini ya malaika? Yaani wale wanawaka tu nini? Wanawaka moto muda wote. Yaani ni moto yani. Hawawi kama tu jinsi ambavyo leo tunaona kwenye TV. Kama malaika kanijia amevaa nguo nyeupe. Sawa? Ukiona malaika kanijia amevaa nguo nyeupe, pia hata kama ni wa kweli, bado na yeye yule malaika ameondoa ile hali yake kama jinsi ambavyo Yesu alifanya nini tena? Alifanya kaondoa ile hali yake ya nini ya utukufu. Lakini malaika anawaka moto, yaani ni moto. Na anazunguka kwenye kitu cha nini? Cha Mungu pale anapoimba mtakatifu, mtakatifu. Sio malaika wote ambao wako pale. Kuna safu ya malaika ambao wako kwenye kitu cha nini? Cha enzi cha Mungu wanaoimba mtakatifu, mtakatifu. Wanawaka namna gani? Wanawaka moto. Hata wao pia, Mungu pia na yeye ni moto. Na wao pia ni moto. Sasa pamoja na kwamba wako mbele za Mungu wakimwabudu Mungu hapo mbele. Wakiimba nini? Mungu amekaa kwenye kiti cha enzi, wakimuita kuita mtakatifu, wanaanguka chini. Bado pia wao ni moto. Na Mungu ni nini tena? Na Mungu pia ni moto. Lakini sasa wao hawawezi pia hata pia kumwangalia Mungu. Sawa sawa. Biblia inasema wana mabawa, kwa mawili wananuka. Kwa mawili wanafunika nini tena? Nyuso zao. Wanapokuwa mbele za nani? Mbele za Mungu. Yaani hawezi kumfesi Mungu moja kwa moja hivi. Alafu jamaa tu amekula wali na maharage. Anawaambia, "Kabisa nikutana na nani kabisa? Mungu alinijia." Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni moto, ndio hapo umesema kwamba ulifanya nini? Ulitembea wapi? Ndio. Anasema ulitembea katika nini? 13. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Ndio. Akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ile ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko. Nami nilikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa nani? Wa Mungu. Yaani ndio kwa Mungu mahali pale. Kwa mamlaka ya Mungu. Yeye ndiye amenusoa wewe uko wapi? Yuko mahali pale. Naam. Umetembea huko na huko. Ndio. Kati ya mawe ya moto. Kati ya mawe ya nini? Ya moto. Yaani Mungu pale pote amezungukwa na nini? Na moto tu. Ndio Biblia inasema Mungu ni moto unaofanyaje? Ulao. Kwa yeye sasa aliruhusiwa akapewa hiyo mamlaka na anaweza kutembea kwenye nini? Kwenye mawe ya nini? Mawe ya moto. Yaani Mungu ni moto, yaani pale ni moto tu na waka ni moto. Sio moto tunafikia mandazi. Sio moto wa maji. Ni yaani moto wenye moto wa Mungu. Kwa malaika sasa kuingia kwa huko, lakini nataka niwaambie tu malaika, shetani ni nani? Bwana asifiwe. Shetani ni nani? Ni malaika. Alikuwa nani kabisa? Alikuwa ni hali kama malaika. Hiyo ndio nani? Bwana asifiwe.
Maana ya shetani inamaanisha mpinzani. Mpinzani, yaani mpinga. Sawa? Kuna ibilisi, maana yake mshtaki. Mshtaki wa ndugu zenu nani? Ibilisi ametoka kwenu, mshtaki wa nani? Wa ndugu zenu. Ibilisi, hiyo ni maana yake ni mshtaki, anayewashtaki mbele za Mungu. Ile shetani maana yake ni mdanganyifu. Kuja kadanganya kwa Adamu na nani? Na Eva pale. Wadanganya, ndio shetani. Ibilisi tena anawashtaki. Unaona hawa nasema kabisa hao ndio nani? Ndio watu wako hapa. Unaona? Ndio maana nini? Ibilisi yeye mshtaki wa nini?